inwi alkhair, mwanangu nuia khairi, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita alkhair. Na mtoto alimwambia baba, akamwambia ausuni, baba naomba unusie. Baba akamwambia mwanawe, Imam Ahmad ibn Hanbal, tunajua ni nani, ni katika wanachuoni wakubwa salafu hadhihi al-umma waliofanya kazi kubwa katika dini hii. Anamwambia mwanawe katika usia alimompa, inwil khair, mwanangu khairi yoyote inuia, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita alkhair, wewe hutoacha kuwa kwenye khairi madhali umeinuia khairi. Waweza kuona ni jambo jepesi sana. La ikhwan, fa inna niyata tumayizu baina al-aada wal ibada. Siku zote nia ndiyo inayotofautisha baina ya unalolifanya ni ada au unafanya ibada. Kwa ili iwe ibada lazima nia ya muhusika iwepo kwenye jambo lile analolifanya yeye. La anafanya mazoea tu, basi shekhe atakuwa hana ujira wote, kwa sababu kafanya ni ada. Katika jamii wanasoma na mimi nasoma, wanasali na mimi nasali, wanafunga na mimi nafunga, basi hana lolote yeye anafanya kwa sababu watu wanafanya. Kwa hivyo anamuhusia mwanawe, nuia, fanya manuizi kwenye jambo la kheri, nuia. Na manuizi yote shekhe, huwezi kufanya nia yako ikawa sahihi, ila lazima nia yako umkusudie Allah tabaraka wa taala. Hapo utakuwa wewe una ajira kamili katika amali yako unaifanya wewe. Nuia, hutuacha kuwa katika kheri madhali wewe umenuia. Hawa wanachuoni miono yao hawatazami kwa hawaya nafsi zao, wanatazama kwa misingi mikuu miwili ambayo ndiyo uhai wa Muislamu, Al-Qur'an wa Sunna. Qur'ani inaonyesha nafasi ya nia, na bila nia huna kitu. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin hunafaa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyima. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithu sahih na Sahih Muslim, anasema innal abda idha marida au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal sahihan muqima. Iangalie faida ya nia ambayo itakufanya wewe upate malipo, isiwe unachofanya ni ada tu, desturi. Mtu anaweza kashangaa, mtu anaweza akasali akawa kwenye ada tu, sio ibada. Kwenye ada nafanya kwa sababu watu wanafanya, anafanya kwa mazoea. Na ili iwe ni ibada lazima iwe na nia na uchunge. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizi ibada ameziweka katika, yani mfano dua ya ufunguzi wa swala sio moja, ziko zaidi ya moja. Atahiyatu ziko design, yani si moja, kuna aina zaidi ya moja. Salatu nabii kadhalika, yani mambo mengi hakuweka kimoja kimoja, ni zaidi ya kimoja. Nini maana yake? Mja asijenge mazoea kwenye ibada, asiwe ni ada. Lazima aingie kwa kutofautisha, ili ile nia yake iwe nzuri, basi lazima ajipange. Kwa hiyo kila siku kuwa na aina moja, na mwenzako ambaye anakwenda kwa aina zote atakushinda huyo, atakuwa mtu moja kwa moja. Kwa hivyo katika hadithi hii anasema innal abda idha marida au safara, mja yote atakapopata maradhi yakamzuia kufanya jambo la kheri ambalo alikuwa akifanya au ana nia kulifanya, au safara, au akasafiri safari ambayo lazima aondoke, lakini alikuwa na azma ya jambo kulifanya, imeshindana kwa sababu ya safari yake, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu, huyu ataandikiwa mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima, kama vile ambavyo akifanya mtu aliyekuwa sahihi, si mgonjwa na ni mkazi. Tazameni faida hiyo. Wewe umenuia kheri lakini umeshindwa kufanya kheri, mwisho wa siku unaandikiwa ajiri kama aliyefanya. Kwa nini? Kwa sababu ya nia yako. Zimekuja hadithi nyingi sana, atakayenuia kheri akashindwa kufanya anaandikiwa, anapewa. Kanuia shari akashindwa kufanya anapata moja. Nambieni fursa ya Uislamu, je, mimi na wewe kwa nafasi hii nzuri ya ibada tukufu ya Ramadhani ambayo ndani yake kuna kheri kubwa, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran,
Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani hii imeshuka, dasturi hadhi al-umma, yenye kila kitu, khairi ya umma wote iko ndani ya Ramadhani ndio imeshuka, na mwezi ndio umeambiwa ufunge. Ndani ya Ramadhani mashaitani hufungwa. Futihat abwabul janna, milango ya pepo inakuwa wazi. Wa ghulqat abwabun niran, na milango ya motoni yote inafungwa. Wa sufidat maratu shayatin, wale mashaitani wale wenye makwiji wale wanafungwa. Fursa hiyo wewe umejiandaje kwenye mazingira kama hayo? Katika jambo la kutia nia na kuazimia kumtii Allah tabaraka wa taala, elewa ya kwamba kwenye Ramadhani kuna mambo yafuatayo. Je, umejipangaje katika mambo hayo? Jambo la kwanza, asiyam, kuna kufunga. Man sama ramadhana, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, imanan wa ihtisaban, kwa imani na huko anataraji malipo kwa Mola wake, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atafutiwa madhambi yake yote aliyofanya kabla, yatafutiwa. Swama ramadhana imanan, ay imanan billahi, kamwamini Allah. Hakufunga kwa sababu tu ya mazoea, kamwamini Allah, anafunga kwa ajili ya Allah, akiamini Allah, mimi kanitakia fursa na kheri kweli kweli, hakunionea kwa ibada hii. Imanan billah wa bi faradhiyati sawmi alayhi, na akiamini kwamba ibada hii Allah amenifaradhishia, si kwamba kanionea. Hapana, angeniambia hiari, pengine shindwa kwa kheri zilizopo, kanambia lazima nifunge. Walam yakun karihan, hakuwa mwenye kuchukia ibada hii, hakuchukia, anaipenda. Walam yakun kari, wala shakkan fi thawabihi, wala hana shaka yote kwenye malipo yake. Hina idhin, mtu huyo atakayefanya hivyo, sasa itakuwaje? Ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, ay kharaja min adh-dhunubi kayawmin waladati ummuhu, kama ile siku ambaye kamza mama yake. Hilo jambo umejiandaa vipi na ibada hii yenye fadhila kama hizi? Amali zote ni zako, illa siyam fa innahu li, kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bi. Hii kusema ni yangu wakati zote ni zake, tashrif li hadha al-ibada, ibada som, utukufu ibada hii Allah amesema ni yake. Vipi wewe umeshindwa kujiweka vyema kwa ibada hii tukufu na nafasi yake hii iliyo? Jambo katika mambo ambayo muhimu wewe kujipanga naye kwa nia yako hiyo, ukiacha funga, al-Qur'an, ay qira'atul Qur'an, kusoma Qur'ani sana. Wenzio waliotangulia wema kwenye Ramadhani hii, mtu anakwenda ndani ya siku tatu khitba yote kaimaliza, msafu wote kaumaliza, siku tatu nyingine kadhalika. Alikuwa chini wiki moja ashamaliza msafu mzima, wiki ya pili inaifuata, ya tatu kiwango cha chini. Ama Imamu Shafi rahmatullah alayhi, yeye alikuwa anakwenda khitma, yani ule msafu subhanallah, yakhtim marratain fil yawm, nahari anakhtimisha, mchana anakhtimisha. Kwa hiyo Ramadhani kimalizika ana khitma 60. Wewe je, umejiandaje na hili? Anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an, someni Qur'an, fa innahu ya'ti yawm al-qiyama shafi'a li ashabi, kwani Qur'ani itakuja kumwombea yule ambaye yeye alikuwa akifanya akisoma sana hapa duniani. Someni Qur'ani, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-janna, yote atakayefanya Qur'ani ikawa ndio kikio chake, iko mbele yake, basi itampeleka moja kwa moja peponi. Wa man ja'ala khalfa dhahri, ambaye yule ambaye atakayefanya Qur'ani nyuma ya mgongo wake, basi saqahu ila an-nari, moja kwa moja itamsogeza na kumuingiza motoni. Fanayadhu billahi min dhalika. Katika mambo ya kuazimia mtu ndani ya funga yake, mbali na kusoma Qur'ani, basi kaful lisan, mtu azuie ulimi wake, awe makini na ulimi wake, asije akawa mwingi wa bwabwaja ambayo itampelekea kuharibu funga yake, maneno machafu, matusi na mfano wake. Basi yeye anatakiwa azuie ulimi wake. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha kana sawmu yawmi ahadikum,
ikiwa mmoja wenu amefunga, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in sabahu ahadun faqul lahu inni mur'un sa'im. Ikiwa mmoja wenu amefunga, basi ajizuie na maneno machafu, asiwe na maneno makali, asiwe na maneno ya kumfanya mwenzie ajisikie vibaya, kumtusi au kumporukia. Asifanye hivyo. Na ikitokezea mmoja wapo amemtukana, aseme mimi nimefunga, aseme mimi nimefunga. Ndugu yangu, hatutakiwi kutangaza ibada zetu, hasa kwenye zile ibada za kujitolea sana, lakini kwenye ibada kama ya faradhi, basi unaambia mwambie nimefunga. Unaruhusa, mwambie nimefunga. Yani kujizuia na wewe kutojibu mashambulizi yale kwa ulimi wako. Nyamaza, zuia, kuna kitu kinatafuta kwako. Kwa hiyo lazimisha jambo hili. Ibada hii iko ndani ya siku zote, lakini kwenye Ramadhani mja anatakiwa akithiri zaidi ili atoke salama ndani ya Ramadhani yake. Na jambo jingine ambalo ni muhimu sana mja katika Ramadhani, luzumu almasajid, ni sisi kujitahidi kukaa muda mwingi ndani ya misikiti. Bi Aisha anatueleza hadithi ambayo iko ndani ya Sahih Bukhari na Muslim, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yajtahid fi al-ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajid fi ghayrihi. Alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama akijitahidi sana kwenye 10 la mwisho wa Ramadhani, jitihada ambayo haikufanywa nje ya 10 la mwisho. Maana yake nini? Alikuwa anafanya nini? Bi Aisha huyo anasema ikiingia 10 la mwisho jitihada yake, basi yeye anafanya itikafu zaidi msikitini, anakaa msikitini zaidi. Ahya laila wa ayqadha ahla wa shadda miizara. Usiku wake unakuwa ni mkubwa, anakanza shuka yake. Ni kinaya hiyo kwamba yeye amejizuia na wanawake kwenye ibada zaidi. Maana itikafu huruhusiwi kwenda kwa mkeo, kwa anayafanya haya kwa jitihada kubwa na anaamsha watu wake. Kwa hivyo akifanya hivi 10 la mwisho, lakini je, makumi mengine akifanya lakini 10 la mwisho amezidi zaidi, hatoki mpaka 10 lamalizika, huku anatoka lakini anakaa zaidi msikitini. Na jambo lingine ambalo muhimu sana, kathratu sadaqa fi Ramadhani, ukithirisha zaidi kutoa sadaka katika miezi yote, lakini kwenye Ramadhani zidi zaidi. Wenye ada yao ya zaka wamefikia haya, na wale ambao hawana uwezo huo, wa inna fil mali la haqqi wa zaka, pia kuna haki sadaka tutoe. Bi Aisha huyo anatusimulia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadhan. Mtume alikuwa ni mkarimu kupita watu wote, na ukarimu mkubwa akiufanya sana ndani ya Ramadhani. Katika riwaya nyingine, yani alifanya kuliko rihil mursala, yani jitihada yake kuliko upepo unaokwenda kwa spidi yeye ameuzidi. Yani alikuwa ni mtu anapupa, ana haraka, anaendelea. Ule unaweza kuvuma ka stop, yeye akiendelea na hali hiyo. Huyo ndo mtume wetu msalama. Ikiwa akifanya hivyo, madhambi yake yalipita je, yameshasamehewa. Mimi na wewe je? Wa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله سبحان من بعث محمدا بكتاب كالشمس في ضحاها
وبالسنة كالقمر إذا تلاها، ومن تبعهما صار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، الأمر الثاني، jambo la pili katika mambo makuu mawili muhimu mimi na wewe kuwa nayo kama ni matayarisho kabla ya Ramadhan, taharatul qalbi, ni kuwa safi nyoyo zetu. Nyoyo zetu ziwe safi. Usafi huu wewe na Mola wako, lakini kadhalika wewe na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe na Mola wako, akisha kwamba unaingia ndani ya Ramadhani, shekhe, umesafisha aina zote za shirki, iwe ndogo iwe kubwa. Kama utakuwa una shirki unaingia kwenye Ramadhani, shekhe, hayo yote tuliyozungumza ni 0 + 0 = 0. Yote hayo tuliyozungumza, kama moyo wako hauko vyema, basi ndugu yangu umekula hasara kubwa. Laana itakuwa dhidi yako Muislamu wewe. Shirki kwenye moyo wako, shirki wewe na Mola wako, kuweka sawa, ondosha. Kama kuna kitu wewe ulikuwa unaona kipo kama Mungu au zaidi ya Allah, unakiona kina thamani, unakitegemea, achana nacho. Una mzimu, acha. Una hirizi, acha. Una kamba yote umejifunga nayo, unayamini. Una kitu umening'iniza, unakiamini. Ndugu yangu, ukiingia kwenye funga naona jambo hili, wewe huna kitu. Muamini Allah, mtegemea Allah. Yeye ndio kila kitu. Yeye ndio mmiliki wa mbingu na ardhi. Yeye ndio mwendeshaji. Hakuna cha kumshinda. Vipi dhulma hii umfanyie Mola wako ambaye ndio kila kitu kwako? Ala lahul amru wal khalqu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yeye ndio mwenye mamlaka na yeye ndiye ambaye ameumba, hakuna mwingine. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Mimi wakati naomba mbingu na vilivyomo sikumshuhudisha yote katika huyo ambao unamwona Mungu kama mimi. Sikumshuhudia, wala hajui. Sikumweka kama ni shahidi wangu kwamba anione, sio kumsaidia anione, awepo, hakuwepo. Wala kuomba wenyewe kwenye nafsi zao, hawakuwepo. Na mimi sina msaidizi. Vipi wewe umtafute kiumbe? Sawa, ni kiumbe binadamu au jini au kiumbe ni kitu, iwe au pambo, basi shekhe, rekebisha hali, safisha, ingia ukiwa huna shirki. Jambo la pili, uhasama, ugomvi, chuki wewe na ndugu yako. Hili jambo kama hujalitekeleza sasa, Allah haingili kati ikiwa hujaweka sawa. Lazima utengeneze hili ndugu yangu. Kuna mengi ya kuzungumza kwenye kadhia hii, lakini naktafi bihadha alhadith. Hadith sahih Muslim, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tu'radu al-a'malu fi kulli yawm ithnain wa khamis. Kuna rafu al-amal al-yawmi, rafu al-amal al-usbu'i, rafu al-amal al-sanawi. Kuna matendo ya waja kila siku yanapaisha kwenda kwa Allah, na hiyo ni salatul asri au wakati wa alfajiri. Na kila wiki ni Alhamis, Ijumaa, Jumatatu, Alhamis, na kila mwaka kwenye mwezi wa Shaabani wote. Sasa kwenye Alhamis anasema matendo ya waja yanapelekwa kwa Allah tabaraka wa taala kila Jumatatu na Alhamisi. Fayaghfirullahu likulli mri'in, Allah anamsamehe kasoro zote, Allah anazisamehe. Likulli mri'in, kwa kila mtu, la yushriku billahi shay'a, ambaye hamshirikishi Allah na chochote. Kama mtu hana shirki, huyu amesamehewa madhambi yake mengine na mambo yanakuwa ni sawa. Illa mra'an au rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna, isipokuwa mtu ambaye baina yake yeye na ndugu yake kuna ugomvi, kuna chuki, kuna bifu, hajawekana sawa watu hawa.
hapa hamna kitu. Fayaqulu, Mola atasema andhiru hadhaini ithnain, andhiru hadhaini, andhiru hadhaini. Mara 3 maneno haya yanakaririwa na Mtume salama. Katika hadithi anasema andhiru hadhaini ithnain, andhiru hadhaini ithnain, andhiru hadhaini hatta yastaliha, mpaka wapatane. Kwa hiyo hawasamehe hawa mpaka wao wapatane. Vipi wewe kwenye kheri kubwa kama hii unaingia kwenye Ramadhani una uhasama na kijiji cha watu, una ugomvi na kundi kubwa la watu, unatarajia nini Muislamu? Tusiwe miongoni mwa wale ambao wamediriki Ramadhani mashaallah, lakini wakaondoka na laana kubwa baada ya kheri kubwa. Jamani, kila amali au kila ibada ikiwa ndani yake ina kheri nyingi, ukikosea utapata dhambi nyingi sana. Ndio maana katika hadithi hii Mtume sasa akipanda katika mimbari yake akaonekana akisema amin amin mara 3. Maswahaba akamuuliza, ya Rasulullah, limadha ulipanda katika mimbari kila kigazi unasema amin, kila kigazi amin? Akasema kanijia Jibril mimi katika haya matatu. Jibril anijia akasema, raghima anfu rajulin adraka Ramadhan, angamia amekula hasara mtu ambaye kaidiriki Ramadhan kisha Ramadhani ikaondoka, falam yughfar lahu, siwezi kusamewa. Yani Jibril ana hiyo kwake ni kuwa Mtume anaitikia amin. Sasa naambie muombaji Jibril anaitikia Mtume salama na wote dua zao makubul, naambie inakuja wewe mtu. Kwa hivyo kila mmoja, ndugu zangu wa Uislamu, fursa hii wengine wengi walitarajia kuipata, wameshaondoka kabla. Mimi na wewe hatujui, lakini bado tuna nafasi ya kumuomba Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao watadiriki Ramadhani katika mwaka huu tuliokuwa nao. Allahumma sallimna li Ramadhan wa sallim lana Ramadhan wa tasallamuhu minna mutakabbalan. Hii ni dua ambayo wakiomba wenzetu wema waliotangulia, wakimtaka Allah tabaraka wa taala awajalie waweze kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan, na wakishaudiriki Allah awajalie zile kheri zake waweze kuzipata, na Allah awakubalie matendo yao. Ikiwa hao wameomba hivyo, mimi na wewe je, sisi tunapaswa kuomba dua hiyo sana kwa Allah tabaraka wa taala, kusema Allahumma sallimna li Ramadhan. Ya Rabbi, tunakuomba sisi waja wako tufikishe kwa amani katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, wasallim Ramadhana lana. Na ya Rabbi, tunakuomba tujalie taufiki ya kufanya kheri ndani ya Ramadhan, watasalamuhu minna mutakabbala. Na ya Rabbi, tunakuomba sisi utukubalie yale yote tukayofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بالكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا يا رب، توفنا وأنت راض عنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام. ربي نجنا من ظلمة نور برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.